Naam Tanzania, mimi niseme asante sana, na leo imekuwa ni siku njema sana, na nimepata bahati pia ya kufanya mahojiano kwa ufupi sana kwa faida ya Watanzania wote na wale ambao mko nje ya Tanzania na mnatufuatilia. Kwa kwanza tu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Elisa ya Safi Komba, ni mshirika wa kanisa la Pentekoste Motomoto Boko. Hakika. Ndio. Na imani kabisa kwamba unaweza ukaona kitu ambacho unaweza ukaongea kwa ajili ya taifa la Tanzania, unaweza ukaongea kwa ajili ya vijana wa rika yako, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza wakawa sehemu ya faida kwenye nchi ya Tanzania, hasa katika mambo ya ulimwengu wa roho. Kwa ufupi, ili nielekee kwenye maswali yangu ya msingi. Karibu. Amen. Nashukuru sana kwa swali zuri. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza ya kwamba basi kabla ya mambo yote nataka sala, dua zifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya mamlaka ili tuweze kuishi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo maisha yetu tunayoishi ni roho. Biblia inasema katika Wakorintho wa 2:10 ya kwamba ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita katika mwili. Kwa hiyo ni kweli tumebeba mwili, lakini pia kinachotufanya tuishi ni ile pumzi au roho ambayo Mungu aliweka. Hivyo vijana na Mungu aliwekesha kutuagiza kabla hatujafanya mambo yote, fanya shughuli zetu sekta tofauti, kwanza tuanze na taifa letu, kwa sababu tutakapoiombea taifa amani itakuwepo na tutaweza kuendesha hayo maono tulionayo, kwa sababu kama amani ya nchi haitakuwepo, hata wale tuliowekezwa ndani na Mungu hawaweza kutumisha, kwa sababu wote tutakuwa katika hali ambayo haina utulivu, na kama mtu hana utulivu ni ngumu sana kufanya kitu kwa ufanisi. Unaamini kwamba amani inaanzia katika ulimwengu wa roho? Kabisa. Biblia inasema katika Wagalatia ya kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. Kwa hiyo anayeleta amani ni Roho wa Kristo. Roho wa Kristo anapoingia ndani yetu anazaa tunda la amani. Kwa hiyo kama mtu hajampokea Yesu Kristo ni ngumu sana kuwa na amani, kwa sababu kwa sasa hatuna Yesu kwa namna ya mwili, lakini Yesu alisema anatuachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu atakapokuja kwa ndani yetu atazaa amani. Kwa hiyo amani ni swala la rohoni kabisa. Amani. Unapotokea unaona viashiria ambavyo vinatokea labda katika nchi za nje, nchi yako, ambao vinaonyesha ni uvunjifu wa amani, changamoto inakuwa wapi katika swala la kiroho? Changamoto halipo, kwa sababu Biblia inasema hayo hayana budi kutokea. Kina vita zinavyozidi kuongezeka ni andiko, na ni Yesu wakati anaondoka aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba mataifa yatapigana na mataifa, ufalme utapigana na ufalme. Kinachonisaidia mimi ni kwamba Yesu yuko njiani, na niendelee kutunza utakatifu na niendelee kutafuta amani na watu wote, maana tumeambiwa tutafute amani na utakatifu. Hivyo ndio vitu vya msingi sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu siku zinawadia na alichosema Yesu tunaendelea kukiona taratibu kikiendelea. Ukisoma katika Biblia, sikumbuki vizuri ni kitabu gani, nataka nipate sura ya hili. Inawezekana watu wengi sana, kila mmoja na sura ana namna anavyolitafsiri. Upendo wa Kristo kwa mwanadamu ni upendo wa namna gani? Ni kumnunulia mtu vitu, au kumpelekea mtu chakula, au kumpelekea mtu mavazi? Unajua, katika sura ya kawaida ya kimwili, mimi nikikupatia wewe zawadi ni kama nimeonyesha ishara ya upendo. Lakini huu upendo unaozungumziwa katika Biblia, unasema mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe, ni upendo wa namna gani? Ili labda mtu mwingine ambaye labda anatamani kupata tafsiri nzuri anaweza kaipata kwako pia. Amen. Swali zuri sana. Kwanza lazima tufahamu Biblia inasema katika Yohana, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Na pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Labda niweze kusema kwa wanaotutazama kupitia Motomoto TV kwamba
kuwa na upendo wa Kristo sio kitu chepesi. Kuwa na upendo wa Kristo sio upendo wa mwanadamu. Upendo wa mwanadamu upo katika hali ya mwili, lakini upendo wa Kristo upo katika hali ya roho. Upendo wa Kristo, Biblia Paulo amejaribu kuelezea katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 ya kwamba upendo haujivuni, upendo huvumilia, upendo hauhesabu mabaya, upendo haukosi neno wakati wote. Na ndio maana kinachotakiwa kwa Kristo ni wewe mwenyewe kuamua. Roho Mtakatifu ametufundisha asubuhi juu ya habari ya maamuzi. Uamue sasa kuenenda katika ule upendo wa Kristo. Kwa sifa gani? Sifa hizo zitajwa Paulo katika Wakorintho, kwa sababu kuna wakati unaweza ukampenda mtu kweli. Mathayo anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Nikakupenda mpenzi mtazamaji, nikawa nakuletea. Yesu ameniagiza hivyo. Lakini kuna siku adui akakutumia wewe kuniumiza mimi. Lakini nikiwa na upendo wa Kristo, upendo wa Kristo huvumilia yote. Ni rahisi kuweza kuendelea na safari yangu ya maisha. Ila kama sina ule upendo wa Kristo au kama sina neno la Kristo ndani yangu ni ngumu, kwa sababu mwanadamu yupo katika hali ya mwili na tunajua matendo ya mwili. Kuna maumivu, kuna huzuni, sio rahisi kutoka huko. Na ndio maana Wakristo wengi tumekwama hapo. Kwa hiyo tunapaswa kusoma neno la Kristo kila siku, yani kila siku, iwe ni kama dozi, kama tunavyotafuta hela, ili itusaidie kuweza kuendelea mbele. Lakini pia kuwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Ukisoma katika Warumi sura ya 5 anasema pendo la Kristo limekwisha kumiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu. Ina maana kuna upendo wa wanadamu na upendo wa Kristo. Upendo wa wanadamu ni hivi vitu vinavyoonekana, lakini upendo wa Kristo ni vitu visivyoonekana, vitu ambavyo hatuvitambui, vitu ambavyo Bwana ametuahidia baadaye. Kwa hiyo tuendelee kutafuta Roho wa Kristo. Amina. Kuna mtu alishawahi kuniuliza hili swali na tamani labda kwa faida ya watu wengi na wengine wanaweza wakajifunza mambo mengi zaidi. Inasema upendo unaositiri wingi wa dhambi. Huu ni upendo wa namna gani? Ni upendo unaoweza kusitiri wingi wa dhambi. Manake mimi nikikupatia wewe hata 100,000 unaweza ukatumia leo ikafanya nini? Ikaisha, si ndio? Nitakupatia mavazi, kuna wakati utavaa yatachoka, bado utakuwa na uhitaji tena. Sasa huu upendo ambao usitiri wingi wa dhambi ni upendo wa namna gani? Inawezekana mimi hapa ni jambazi. Sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika kwangu mpaka yani ni upendo gani ukafanyika mpaka mimi nikaacha dhambi? Au ni upendo wa namna gani uko nazungumziwa? Amen. Biblia inasema upendo husitiri wingi wa dhambi. Amen. Kama Yesu Kristo tunafahamu kuwa Yesu ni Mungu. Amen. Lakini watu wengi tumeshindwa kufahamu ya kwamba Mungu pia ni mkali, na Mungu ni Mungu wa haki, na ni Mungu anayeadhibu. Amen. Sio kama sisi tukisema basi inaendelea, lakini Mungu anaadhibu. Tunaposema kwamba upendo unasitiri wingi wa dhambi, ni ile namna ya kuangalia nini Kristo anania kwa mwanadamu. Kwa maana ya kwamba mimi aidha ni jambazi au ni mwasherati, lakini tunaona Yesu hakuja kutangua torati. Biblia inasema katika Agano la Kale usizini, lakini tunaona katika Warumi Paulo anasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Ina maana sisi ambao tumeshampokea Yesu, Biblia inasema yule aliye mbali mrejesheni. Hatupaswi, kwa sababu dhambi ni roho, na roho haifi. Na ndio maana tunaaswa na wachungaji na watu tutafute neno, kwa sababu unaweza ukajiona uko leo sawa, kesho ukaanguka. Na ndio maana Biblia inasema ajidhani yeye amesimama, angalia asifanye nini, asianguke. Ndio maana mtu hata akija hapa ni mlevi au ni mzinzi au ni nini, sisi hatuwezi kumtupa, kwa sababu tunaamini kinachotenda ndani kwake kazi sio yeye, ni roho. Kwa hiyo roho haifi. Na shetani hata koma kupingana na Yesu mpaka siku ya vita ya mwisho. Hata koma. Na ndio maana tunatakiwa Biblia sema utafuteni uso wake siku zote, jitakaseni mioyo yenu. Kwa upendo unasitiri wingi wa dhambi. Kwa kama kanisa, mimi na wewe na watu wote kwa ujumla, tukifahamu hili kwamba kinachoenda ndani ya mtu ni roho. Dhambi sio kitendo ambacho mtu tu anakusudia, ni roho ambayo mtu anatembea nayo.
Kwa hiyo sisi ambao tumepokea neema na tunafahamu kwamba tuna uadui na shetani, lazima tusitiri, hatuwezi kumtupa nje, kwa sababu tunafahamu gharama ambayo Yesu aliachilia kwa mtu mmoja. Yesu hakuja kukuokoa peke yako. Biblia inasema Mungu alitoa, kwa maana jinsi Mungu alipenda akamtoa ili kila amwamini. Kwa hiyo damu ya Yesu mpaka sasa hivi inamwagika kwa ajili ya nafsi, na ndio maana mbinguni mtu mmoja tu akiokoka ni shangwe. Kwa hiyo upendo ni siri ya dhambi, lazima tufahamu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba tunapowaona watu wenye kwa mtazamo kwamba hawa wana jambo fulani, natakiwa tuwarejeshe kwa Yesu kabisa, na huo ndio upendo ambao unausitiri wingi wa dhambi. Hakika. Mungu akubariki sana. Asante. Niende kwenye maswali yangu ambayo kidogo yanaweza yakawasaidia mabinti, yakawa yanaleta sura ya kuwatoa pale walipo kwenda sehemu nyingine. Kila familia ina namna inavyoelea familia. Yes. Na tumekutana na mabinti wengi wamezaa kabla ya wakati. Ndio. Na inawezekana hiyo familia, hakuna katika familia ambayo iliweza kupata neema ya Kristo. Ndio. Ukipita huko mtaanza kukutana na mabinti wengi wameshajikatia tamaa. Mama alikuwa muuza gongo, baba unashangaa labda alikuwa mlevi tu, lakini ndio amezaliwa kwenye hiyo familia. Yes. Kwa makuzi yake anajikuta naye ameingia kwenye maisha ya wazazi. Lakini baadaye anakuja anapata neema ya Kristo. Lakini huyu mtu ana maumivu, ana mtoto, baba wa mtoto ashamkataa, kabisa kwamba hapati hata tumaini kwamba kuna uwezekano wa mimi kuamka tena. Sasa binti wa namna ya mazingira haya, wewe ukiwa mtumishi wa Mungu, amen, unamwambia nini ili angalau tumaini lake liwepo kwamba kuna nafasi mpya tena kwa Kristo? Amen, amen. Mimi niseme hivi, maandiko yanatuambia kwamba liko tumaini tena kwa mti uliokatwa, na kwamba utachipuka tena na machipukizi yake hayatakoma. Napenda tu kumwambia ya kwamba arejee kwa Yesu. Nia ya adui kwetu sisi hasa wanawake ni kuiba amani. Kwa sababu mtu yeyote ambaye ana amani anaweza kufanya mambo mengi, anaweza kufanya mambo makubwa kwa umakini, na shetani huleta majuto ili tusiweze kuendelea mbele. Kwa lazima tuzifahamu nia za adui. Biblia inasema shetani asipate kutushinda kwa sababu hatukosi kujua fikra zake. Mimi nimwambie binti mwenzangu kwamba liko tumaini, na kwa Yesu kuna watu wazuri. Safari ya imani au safari ya wokovu ni safari ambayo ina mambo mengi. Lakini hata kama amezaliwa kwenye familia ambayo haikuwa na Kristo, Biblia inasema damu ya Yesu ilikuja kututenga na mienendo ya baba zetu. Kwa hiyo ana uwezo tena wa kusimama na akaendelea mbele. Mungu akubariki sana. Amina. Jambo jingine. Karibu. Nipo kanisani. Ni binti, ni kijana kwa miaka mingi. Na yawezekana hata zaidi ya miaka 15. Lakini nashindwa kutoka katika eneo hilo la uzinzi. Labda miaka 10 au 10 zaidi. So hapo unaona kabisa kwamba shetani anazidi kula maisha ya mtu. Sasa nini ambacho na binti huyu au kijana huyu anaweza, na wakati mwingine unajua dhambi ya uzinzi wewe anajitambulisha yenyewe. Yaani hata kama utajificha vipi, baadaye itakwambia nipo. Huyu anajitambulisha yenyewe. Sasa pointi yangu kubwa ni kwamba huyu mtu tayari unashangaa na sifa ngumu. Nimetembea baadhi ya makanisa tofauti tofauti, unakutana na hizo mambo. Mchungaji anasema unamwona fulani miaka 5 lakini jambo lake ni hili moja tu. Sasa naye hapendi, anatamani kuwa na sifa nzuri ili amwakilishe nani? Kristo, na ndio maana hachoki kuja kanisani. Nini ambacho wewe kama binti ambacho unahisi kwamba unaweza ukamwambia kikamsaidia kutoka katika hilo eneo ili muda wake usiendelee kuliwa na shetani? Anachopaswa kuwa nacho ni kweli. Kweli kwa maana gani? Ndio.
Nampenda sana mtumishi Daudi. Ukisoma kwenye Zaburi 51 anasema, "Ee Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Maana nimeyajua mimi makosa yangu na dhambi zangu ziko mbele daima." Tunaishi hivi, kila mtu ana maisha yake, lakini mioyo yetu Mungu anaijua kabisa. Mioyo yetu Mungu anafahamu kuingia kwetu na kutoka kwetu, hata tunavyowaza na tunavyoenda. Sasa moja ya kitu ambacho Mungu anapenda kweli. Mungu anapenda mtu anapoenda mbele zake amwambie Mungu, mimi ni mbea. Ndio. Mungu, mimi ni mzinzi. Hapa kwa pamoja hapo. Sasa ndio hapo tunapokuja kuita wokovu ni kuchagua. Amen. Wokovu ni kuamua kutembea na Kristo. Unataka niambie kwamba mtu aseme ukweli wake. Aseme kweli. Mungu, mimi ni mzinzi. Mimi ni mzinzi. Mungu, mimi nimeiba. Nataka amen. Ndio. Daudi anasema, tazama wapendezwa na kweli ya moyo, nawe utanifundisha hekima. Namna ambavyo miili yetu inafanya kazi mfumo. Ndio maana kwa wote hatuwezi kwenda chooni wakati mmoja. Kabisa. Na ndivyo ambavyo wote hatuwezi kuhudumia sawa. Wengine wataenda saa 2, wengine watahudumiwa kwa namna hii. Ndio. Mungu anavyosema nitakufundisha hekima kwa siri. Mungu anafahamu Elisa kuingia kwangu na kutoka kwangu. Anazijua barabara zangu zote nazopita. Anajua watu ambao nikiwa nao watanisaidia. Kwa hiyo ninapomwambia Mungu mimi ni mwasherati, kila ninapokutana na kaka nasikia kabisa yani nifanye naye mapenzi. Unamwambia Mungu kiwa katika chumba chako cha siri. Mungu analijua hilo tatizo. Anasema njooni kwangu mimi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Yeye ni baba yetu, atatupumzisha. Na ndio maana alikufa. Kwa hiyo tunapoenda mbele zake, kwanza anaangalia moyo wako, unasema kweli? Kwa sababu hata ukimdanganya anajua. Anafahamu kwamba unamdanganya, umesema tu kwa sababu labda fulani amesema. Kwa hiyo akishamwambia kweli atakwambia, huyo mtakatifu ni mwaminifu, anasema na sisi. Sasa hivi nenda ibadani. Sasa hivi wala sikiliza hivi. Sasa hivi kakutana na fulani atakusaidia. Ndio hekima ya siri. Kila mtu ana njia yake, kila mtu ana udhaifu wake ambao akimwambia Mungu kweli atamfundisha namna ya kujisaidia. Kwa sababu ninaweza nikamfuata Elisa. Ni kweli ni labda kwa namna ya macho naonekana labda niko vizuri, lakini mimi sina njia. Biblia inasema Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Mtafute, anapatikana. Toa muda wako. Subiri nikwambie. Namna unavyozidi, moja ya kitu ambacho Mungu ameshindwa kufanya ni dhambi. Mungu anafanya mambo yote tu. Anachoshindwa Mungu kufanya ni dhambi, lakini anawapenda wenye dhambi. Anaichukia dhambi, anawapenda wenye dhambi. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu kwa kusema ukweli, anatutenga kwa sababu dhambi yenyewe pia inamwogopa Mungu. Dhambi haiwezi kwa sababu ni mtakatifu. Kwa hiyo ni aseme ukweli. Mungu anapendezwa na kweli, asiangalie watu watamchukuliaje, kwa sababu kila mtu ataenda na furushi lake. Amen. Kwa hiyo furushi alitua aseme kweli. Aseme kweli. Bwana, haya mafurushi ya watumishi wa Mungu, ukiona lifurushi lako la uzinzi, unalifurushi lako la wizi, unalifurushi lako la umbea, wewe mwambie Mungu, mimi lifurushi langu ni hili. Uponyaji unaanzia hapo. Mungu akubariki sana. Tunapoelekea kumaliza, nina swali langu dogo sana. Inawezekana kuna mtu mwingine anaweza ikamsaidia kutoka hapo. Katika maisha yako wewe binafsi, ulishawahi kuwa na mahusiano? Nimeshawahi kuwa na. Okay. Ulishawahi katika kuwa na mahusiano, uliwezaje kutoka katika mahusiano ambayo ulijua kabisa haya sio mpango wa Mungu? Okay, Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Ukisoma Zaburi 68:20, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina yeye. Nimetoka kuongelea kuhusu ukweli. Ndio. Nina mbele za Mungu. Unaeleza ukweli. Umwambie Mungu huyo ni sahihi. Yeye kwa sababu kuna namna ile huwezi kuongea kutokana labda na uhusiano mliokuwa nao. Mungu atadhihirisha kwa namna yoyote. Aidha utakuta anafanya kitu cha ajabu, aidha yani kuna namna. Ndio maana nimesema njia za kutoka mautini zina yeye, sio wewe. Yeye anajua huyu sio sahihi, kwa sababu kinachotuunganisha
katika mahusiano ni kusudi. Ndio. Ni kweli tuna hisia, kuna wakati mwingine kweli tunaendeshwa na hisia. Lakini sasa kuna wakati kusudi la Mungu lazima itimie, kwa sababu ndoa ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu, sio mpango wa mwanadamu kwa Mungu. Katika hayo mahusiano yako yalidumu, hayakudumu? Yaani pointi yangu ni kwamba kama yalidumu, kwa nini yamedumu? Na kama yalivunjika, haikuwa mpango wa Mungu. Huyu anayetutazama sasa, yawezekana naye yuko kwenye uhusiano wake, lina yumba, halieleweki, yupo sana kimwili. Anawezaje kuchomoka hapo ili akasubiri kusudi la Mungu? Pointi yangu, hayakudumu kwa sababu haukuwa wakati wangu. Ndio sema katika Mhubiri 3, kila jambo na wakati wake. Ndio. Kuna wakati unaweza kuona ni sahihi kutokana labda na age, unaona labda tena kama sisi kizazi chetu cha 2000 ndio balaa tumekuwa, lakini ndio sio wakati, haukuwa wakati sahihi, sio wakati sahihi. Biblia inasema kijana, mtu achukue nira yake wakati wa ujana. Wakati wa ujana ni wakati wa kupokea maarifa, wakati wa kujifunza, wakati wa kukutana na watu, wakati wa faida. Sasa shetani anatambua nguvu ya maarifa ndani ya kijana. Anaona vijana tuna nguvu, tukitumia huo muda kutafuta maarifa, kulijua neno, tutamshinda. Kwa anachofanya, analeta mahusiano ya ajabu, analeta tu hisia za ajabu, analeta disco nini. Huo muda wote huo ungegeuka, analeta maumivu kwenye mahusiano. Mtu unakuta ameumizwa na wanaume, anashindwa kusali, anashindwa kuendelea, sasa ni hasomi, afanyaje? Hizo zote ni ila za shetani ili asipate maarifa itakayokuja kumlinda mbele. Neno moja kwa hiyo anayesumbuliwa na uhusiano wake na uhusiano wake alieleweki. Na mimi nachoamini kwamba vijana ndo taifa la kesho, vijana ndio nchi, vijana ndio dunia. Ndio. Ikitokea vijana wamepata uharibifu mkubwa, maana yake ni kwamba tunazalisha taifa ambalo litakuja kuleta shida sana baadaye. Amen. Sasa katika ulimwengu wa roho, kwa namna ambavyo Mungu alikuwezesha wewe kutoka katika ile uhusiano, ndivyo ambavyo uwaambie hawa ambao nao uhusiano lao ni yumba. Ona, niangalia wewe, kama uhusiano wako, alisikilize vizuri mtumishi wa Mungu, alichomoka hapo. Maana yake ni kwamba kuchomoka sio kwa lengo la ubaya, kwa lengo la wewe uweze kuwa faida kwa kizazi chako na kwa taifa na kwa dunia nzima. Neno la mwisho kwa ajili ya watu wote ambao wanapitia kwenye hiyo changamoto kwa ufupi. Amen. Kristo anatuambia kwenye Zaburi, Bwana atatoa neema. Amen. Neema inatusaidia kuondoka katika mauti. Na hivi sasa ninavyoongea, neema iko na wewe. Amini, pokea na utoke na ukusudie, na Kristo atakusaidia. Mungu akubariki sana. Leo bwana, nilikuwa na Elisa. Huyu ni daktari tena wa mwili huu wa kibinadamu, daktari wa mambo ya kiroho, mtumishi wa Mungu na neema zote. Asante sana, usisahau kusubscribe, kushare. Mimi semeni asanteni sana. Au una lingine? Hapana, nawapenda. Bye. Mara ya mwisho kusoma Biblia kwa lini? Leo. Mara mwisho kufunga? Mara ya mwisho kufunga wiki mara ya mwisho kufunga. Okay. Kama sawa. Unafurahi ukitembea na Biblia? Sana, siwezi kuacha. Hata kwenye simu naona shida kutumia. Mungu akubariki.